Na mtazamaji, na tukiangazia taarifa zinazofungamana na ziara ya Rais William Ruto, ni kwamba Rais William Ruto ametia sahihi makubaliano ya Kenya kupewa deni la nafuu na shirika la Marekani kwa gharama ya shilingi bilioni 129. Deni hili lenye mfumo tofauti na deni la awali linamaanisha kuwa Kenya itapewa upya mkopo wa nafuu kwa masharti kuwa pesa za deni zilizoolewa zitatumika kufadhili miradi ya chakula, kama Stephen Leto anavyoarifu zaidi kuhusu mikutano aliyofanya rais kwenye ziara yake nchini Marekani. Rais William Ruto ameendeleza mazungumzo jijini Washington DC, Marekani leo na shirika la fedha la maendeleo ya kimataifa la Marekani kwenye mojawapo ya mikopo ambayo Rais William Ruto ametia kibindoni katika ziara hii. Katika mkutano huo, Kenya imepata deni la shilingi bilioni 129 la kupunguza mzigo wa madeni pamoja na kuimarisha sekta ya chakula nchini. Rais Ruto anasema kupitia mkataba huo, hazina ya kitaifa itapumua kutokana na madeni ambayo yamekuwa yakimeza bajeti ya taifa. Sasa muda wa kulipa madeni hayo ukiongezwa kuwa mrefu, hivyo kupunguza presha kwenye bajeti. Minajili kuwa pesa zinazopunguzwa kwa mzigo wa madeni zinatumika katika kuimarisha miradi ya chakula nchini. Kulingana na Rais Ruto, DFC pia imeelezea kuhusishwa pakubwa katika kupanua utendakazi wake katika bara la Afrika Mashariki na itaanzisha afisi zake jijini Nairobi kuanzia mwakani. Mkutano huo umesisitiza kuimarisha usalama wa chakula, miundombinu, nishati na teknolojia. Rais Ruto pia alifanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva kuhusu kuimarisha msaada ya ajenda ya mabadiliko ya Kenya na kuimarisha uchumi nchini Kenya. Stephen